yetu kuna mambo mengi. Kuna wale wanaowaza yoyote ambayo alitokea na yale atakayotokea, kila kitu kiwe shwari. Na ni wewe Yesu uliyetuliza mawimbi yaliyosukasuka, utatuliza kila wimbi ambalo naliona Bwana linaweza kuzamisha boma, kuzamisha familia, kuzamisha kazi, kuzamisha huduma na kuzamisha chochote ambacho Mungu amekuwa tumaini kwao. Na Petro walipokuwa wanatembea pale baharini, walikuwa wanakujua huko, lakini kuna kitu walitakiwa kufanya. Yesu, si kwamba ulikuwa hauoni, uko naona. Yesu, sio kwamba ulikuwa umelala, ulikuwa unatazama imani za watu. Haijalishi ni mambo gani ambayo Mungu yako tukukuita katika tufani na bahari, Bwana utasimama pamoja na Bwana utasimama na utatatua matatizo yote. Asante Bwana, jinsi ulivyonyosha mkono pale katika ile bahari, ndivyo utakavyonyosha mikono katika huduma zako, ndivyo utakavyonyosha mikono kwa watu wako, ndivyo utakavyonyosha mikono kwa kanisa lako, ndivyo utakavyonyosha mikono kwa viongozi wote. Na mahali ambapo palikuwa hapana njia, utatoa njia. Pokea sifa zote na utukufu, kwa maana Bwana umesikia. Ndio maana ibada hii kwa mikononi mwako sio mwanzo na hata mwisho, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. So thank you kwa imani. Asante kwa kufika. Thank you very much. Sababu kufika kwako ndio kwa baraka. Naona watu wengi wameshikwa na harusi, uchovu wa harusi. Kwa pale mahali tumeweza, acha niseme ya kwamba ilikuwa ya baraka. Tulienda vizuri. Kitu ambacho kilitokea Mungu alijua katika ulimwengu wa kiroho, lakini sisi wanadamu, sisi huwa ni watu wa kulaumu. Lakini masaa yaliyofika yalikuwa yamepangwa vizuri na Mungu, lakini sisi hatukuwa tumeyapangia vizuri. Kana ukiniuliza mimi, nitasema kimwili, nitasema tulifika kuchelewa, lakini kimungu tulifika right time ambayo alitupangia. Amen. Wacha nikwambie, kuna siku moja kuna watu waliharakisha kuenda bahari na wengine wakabaki. Ile basi ambayo ilitangulia kwenda mahali, kwa sababu walisema nyinyi mtachelewa. Kulikuwa ni hafla tu kama hiyo, harusi, matanga, party na mazishi. Wakasema mtu anazikwa saa 9, tunafaa tufike kule saa 7. Au wengine wakasema tunangojea ile tunahitaji. Amini usiamini, nadhani mliona tu kwa news wengine, lakini kwa lile basi lililotangulia hakuna aliyesalia hata mmoja. Walikufa wote. Wale ambao walikuwa wamechelewa wakaenda kupata, kuna watu wamejazana huko mbele. Wakifika huko unaambiwa wanauliza, hii gari mbona inafanana na ile iliyopanda cousins, washangazi na ndugu zetu.
Walipofika wakakuta walilia sana. Tuseme safari yetu ya kwenda ilikuwa vizuri. Kamisteki kalipotokea kalikuwa ni kabija peke yake. Na ukiangalia katika ulimwengu wa kiroho, hapo kumbuka Mungu alituepushia kitu kubwa ambayo ilikuwa ipate hiyo. Kwa sababu kama ingelitokea katika huu msafara wa hizi magari tulizokuwa nazo, sidhani kama tungelifika ile saa zaidi. Maana mungengojeana na hapa kungekuwa kuna kitu kingetokea. Lakini aliepusha watu wote wa Yerusalemu, safara wote wa Yerusalemu. Na unajua hiyo ajali ni Mungu aliepusha, lakini ilikuwa itokee kitu kibaya zaidi. Bado yule jamaa alikuwa mbio na alikuwa banane, lakini hata mwepa kaingia huko na hawakuumia. So picha zenu mtaletewa, video yenu mtaletewa, mtajiona na mtafurahi kuiona msafara ulikuwa mnapita kama marais wa president. Lakini jambo kwa anatembea. Huyu mzee anatembea sana. Hata sisi kwa nini inaishika hata mchukue. Kama yeye kama atakuwa mbele msafara wa rais atasafirisha kila kitu. Huyu jamaa na yule jamaa mwingine analea black. Walikuwa wanaendana. Kwa yule dereva tuliokuwa naye bibi harusi gari ya bibi harusi alikuwa anasema, leo ile kimsema kanisani hapo ndio bana tuwe. Sababu ya vile alikuwa anapeleka gari. Watu tunaongea tu mimi na Hussein na jamaa mwingine. Na bibi Amuli. Tulikuwa na bibi Amuli na Amuli. Kule mlikuwa. Bila. Jamaa anatembeza gari. Jamaa anatembeza gari. Wake Kilea anasema, na nyinyi baada mnatamba si mchezo. Hao watu kama wangekuwa hawaini watu kungojea, tungewapata wako huko. Japo boko sawa. Alafu ile gari nayo inakubali, ikiita inaitika. Hapo japo anaweza fika Nairobi na SGR. Akitoka sawa sawa na kwa hakuna jambo. Alipeleka ndiko. Unaona kama baba tu haoni kumbe ndo anaona. Amen. Lakini tuko juu. Alafu msafara hizo gari kule zilikuwa hakuna gari ya kikubavu hata moja. Mimi ilikuwa ni size yao. Lakini hiyo safara wetu kwa rais wa bunge. Hakuna mtu aliyesimamishwa na polisi. Wakati ndio kabla hajafikiwa, wanaona huyo yule ikawa ni mkomba fulani. Hiyo harusi ni ya mfungo hiyo. So kulikuwa vizuri katika msafara. Tulipofika kwa bibi harusi pale kwao, huo msafara wa magari, hiyo line ilikuwa kubwa sana. Na ilikuwa yamepangwa vizuri, decoration ilikuwa imetulia na sawa sawa. Hata waulizi ya bibi harusi ni gani na bwana harusi ni gani. Wenyewe wakiangalia tu wanasema ndio. Tukija kwa vijana wetu, katika vazi walilolivaa lilikuwa nzuri, lakini mimi nasema vijana, sijasema wasichana. Wasichana kwa upande wa huku Mombasa mlitosha kidogo tu. Lakini kwa kule mlikoenda mlikuwa smart sana.
Sisi tunawaambia ukweli. Yaani kwa huko Mombasa kulichemsha kidogo kama bega. Na migongo. Niliona mwingine. Kama walikauchi kabisa. Migongo ndio. Lakini nilikuwa ninema nikajua wale watu wanaona migongo kama hivi. Na Mungu alitaka waone migongo kama hivi. Amen. Na unajua Yerusalem kwa tukienda mahali lazima watu wengine waone wivu. Walikatizia hao vijana wangu. Walikatizia sana. Baada walivyoingia, niliwaambia ile dansa ile tena kusumbua. Nikawaambia hii uniform umevaa hii, labda mimi sijachagua, lakini kama mimi ndio nilichagua hii machi nilikali kwa. Alafu walikuwa wamevaa vizuri. Wana miwani, wana cheni, wamekaa smart. Alafu hawasikii vizuri. Yaani walikuwa waangaliwa, ni kama walikuwa nimewaweka spirit fulani. Walikuwa wanakwenda yani kama ukisimisha hao hawana shida. Na mkianza wana ya wamama pia wanajipanga nani. Wanasema wamama wote vitende na hapa, wazee wote vitende hapa, sisi tunawaangalia tu. Baada yao tulikuwa smart. Alafu tukapendeza pale tulipopeana zile koti kwa wangeze. Wale vijana wa kule walikuwa wanashuta wanauma meno. Kwanza mwenyewe walishuta kidogo. Alafu wakati mlipochukua kahatamu kidogo tu, nikachuni ile kawaambia wao jamaa wangu wa bandi. Wajua walikuwa wamefungua wanaenda. Mimi nikawaambia mimi nasikia kitu. Fanyeni hivi. Wakati wa keki kusimbwe nyimbo nyingine, imbeni. Pigeni hiyo drum set. Uliona vile kulichangamka? Nikamwambia yule jamaa wa kamera, unajua kuna ile taa ya kamera yenyewe. Mwilika hapo ilikuwa juu waone hiyo urembo ulio hapo. Hao watu wangu ni warembo. Wakamulika video hapo. Hata sijui ndani waliambiana tumwendue baba. Waliponiendua juu mpaka akasema sipendi. Wakaendua bibi harusi kwa kwamba hawajafanya kama hivyo. Sisi tumefanya, wanasikia Mungu ni mwema. Alafu hawa bandi wakacheza na bibi harusi na bwana harusi. Alafu vijana wakatoa tende tano. Wewe, hii harusi hii nyingine inakuja. Hata usiwe na wasiwasi. Sisi ndio tunaenda kuwachukua huko, alafu ndio tuwalete hapa. Hatuni mahali tena. Sasa usafara utakuwa kwa hivi. Wakwenda kuchukua watu, kuchukua bibi au bwana. Tunamleta. Kwa hiyo usafara sisi tukienda tukirudisha hapa. Unasikia? Fanya hivi. Unajua kuna mistake, unajua fanya kitu usome kitu. Sawa? Ni hivi. Tunawaachia yao, tunaandaa yetu. Sawa? Tunamaliza, tunawaambia wale wataka harusi kubwa. Na uzuri kule hatutaenda wote. Kuna wengine watabaki huko wakiendelea kuimba na kupamba na nini. Sisi tunaenda kuchukua. Tushamaliza? Ingia kwa gari. Twende. Amen. So hii tuliwapatia heshima. Heshima. Unajua kama itapanza vile waliomba tunawafanyia, lakini kwa kweli kabisa katika ile familia walifurahi sana. Wale wazazi na wale ndugu ya Juni walifurahi. Kuna yule ndugu alikuwa na suti yule kiboko. Yule ni mzuri sana. Lakini wacha niwaambie hiyo area yote haijafanyika harusi kama hii bado.
Nilisikia pale wakiongea, hawajui kama mimi nasikia. Wanasema na hao watu walikuwa wamejipanga. Hao watu walikuwa wamejipanga kabisa. Kwa hiyo hii ni harusi kubwa sana. Walipoona keki imepangwa pale na maua. Wanataka kupata yaani wanataka kupata kila kitu kimalizwe pale ndani. Na mimi nawaambia wewe, tangaza watu waende. Wakasusia vile viti vizuri, tukaenda kwa kukalia wenyewe. Hata mlifanya vizuri. Sikupiti ile harusi kama ingepangwa vile tulikuwa tumepangilia ile harusi. Yaani hiyo saa 3. Mpaka hizo masaa tumekuwa mbali. Lakini hata hivyo finishing yake ilikuwa hapa karibu na finishing kulikuwa vizuri. Ule paka aliposema Simba wanapiga watanichomea vitu. Bali ile drum set ndio ilikuwa inalia. Ilikuwa si speaker. Wanasikia vile tu. Wanajua watu wa shamba ni kitu gani. Yaani wanasikia ile hebu piga ile tu. Wanasema speaker yao inatobolewa. Nani hii? Na sikufiti pale kwa vyombo kulikuwa kwa Mungu mkono. Niliona Dennis anataka mama nini? Kasema akina Joshua pale. Na jamaa kama vile kitu nitakutoboa anasema haya. Yaani ni kutoka huko mjekutambia hapo unaona hiyo ni wivu. Wanasema hivyo okay. Wanaona wanachukuliwa wasichana wao, wanaona wakienda na watu wa bandi, wanaona msichana wao wakienda na hawa. Bali kuna video pale umelijipa kwa vijana wangu. Mimi nakwambia wakati nilipokuwa nimesimama pale walikuwa wengine hawajajua mimi ni pastor. Wanasema mimi kipata kama huyu, siji huku nyumbani kabisa nimetokana na shida. Nikasema hawa vijana wangu wakaanza kutongoza tu kwa mtu. Gari tu nimekupenda. Ungetukizia ile gari tunapanda na kutana na wewe mtu utakuja. Kwa ilikuwa vizuri. Kuna Moreso wenyewe watu wengi. Mimi naambia nyinyi kama mngetoboza hapo, mngekuja na wawili ningewafukisha ndoa. Sikufiki ile ndio tulifanya, kila mmoja anataka kuolewa na hii mtoto hapa kanisani. Atubatishi. Waliangalia magari. Hapo fanya wao uje mpaka mtu anaenda huko mbele sana anataka kukaa hapo kwa gari. Alafu yeye mpanda hapa hata mna shughuli nazo. Wenzeni ndio wanatoka hapo ndio wanaenda huko na ndio wanaenda akaitwa hapo mbele. Mlikuwa juu. Alafu mlikuwa na mambo gani? Unashaka kwa hao watu. Security. Hao vijana huko ndio wanapewa nafasi au mademo hapa ndio wanakuwa igeni au wewe utoke. Yaani sisi tunafukuzwa hao wanakuwa na Tukao tunatazama na vijana wengine. Nasema mkusi na mtoto wa shule. Nilileta leo. Mary. Ungerudi kweli wewe. Najira tarudi. Baba. Ungerudi nyinyi. Ulikuwa mnatongozwa naye. Walionekana vile wako. Tuliza hao vijana kama wale watu wako wamevaa vile na sisi tumevaa. Tukienda pale watatupenda kweli.
Wala wanayemuyemo. Hawa wamepiga black shoes. Diwani imebaki na kiatu. Moitai imebaki na kiatu. Alafu kuna kapichi hapo kana wako. Alafu kuna kanege blue kana kwambia blue. Alafu mademu wetu matisi, unaona mpaka sasa anakaa kama wao ndo maharusi. Shika basi. Alafu kuna mahali kulinibamba, mlipokuwa yule jamaa anachukua kamera kuliweka laini. Nimeangalia hiyo kwa video. Wacha kutengenezewe, alafu zile video zenyewe za kamera tusiweke mahali kwa YouTube. Mungu wa Israeli. Yule ambaye hakuenda na kamati ya peleka. Jioni kulikuwa kuzuri. Jioni walipomaliza tu ile mambo yao kulikuwa kuzuri. Mimi walikuwa wanataka kunipa nafasi kubwa, nikamwambia mimi kulingana na vile naona kwa roho yangu haina haja. Mimi naongelea kanisa haya ndivyo basi. Amen. Ule mtoto wangu alikuwa anataka kuomba nafasi ya kujishukuru na kushukuru watu wa Yerusalemu pale ndani. Nikaangalia perimeter wao mahali wako. Ule atatengeneza chuki kubwa sana kwa kwao. Ongea mwanangu aina. Alafu ile pasta alijua nimekasirika, ananiambia wewe ndio unapodi nisheke. Na nilijua kabisa kwamba alikuwa amekasirika. Lakini bali na hayo yote tumemwona Bwana. Amen. Amen. Na mahali ambapo Mungu amesimama ndipo ambapo pia mahali shetani anapiga nini? Haleluya. Kama Mungu muone. Mimi nimuona shetani. Alikuwa anatuandama sana. Haleluya. Na hata sasa anatuacha. Unajua hivyo? Bado anaandama. Unafikiri shetani alimwandama Yesu mara moja? Alimwandama Yesu akiwa amefunga. Akamwandama Yesu akiwa amemaliza kufunga. Akamwandama Yesu na kumdanganya. Akamwandama Yesu na kumshawishi mabaya. Lakini mbali na yote Yesu alishinda. Na sisi nasi tutashinda zote. Uzuri tuko na kafeva, tuko na grace, na tuko na matumaini kwa kila jambo. Amen. So jambo la harusi. Bibi harusi na bwana harusi hawajafika. Kama hadi. So Jumapili ya kwanza wanakuwa wahudhurie church ndio waende hadi. Hili nategemea. Kwa leo waje washukuru waende hadi, lakini wengine hawajui na wasimamizi wao hawakuambia. Wengine pia usingizi na uchovu. Wakasemaje? Kwa mimi nimwambie. Ili nami siwezi sisitiza mtu aliyetoka atakuja lala. So mwacheni alale.
mzee masaa alikuwa ameenda saa 7 saa 6 huko, alafu amechoka, alikesha na shughuli zote, sio ni sawa, wacha alale. Na pia vile baba ameolewa rasmi sasa, kama ametoka mambo mengi. Unajua sasa kuna joto lingine sasa tofauti na lile. Sasa ana jamaa anamwambia sasa umekabidhiwa nasi. Anamfungulia sasa maandiko, anamwambia usijibane. Anatimiza amri na kukosa kujiba. Sasa hata kama umetoka inabidi upeane, maana sasa hiyo umeolewa ndio mgeni. Sasa kuchoka plus kuchoka. So wacheni wapumzike. Jumapili ijayo kama wako honeymoon pia ni sawa. Lakini honeymoon zangu mimi wasikose Sunday. Honeymoon zangu inabidi Sunday inapatikana, lakini siku zingine inakosekana. Kwa Mungu yeye hachoki na huwezi toka kumwabudu Mungu. So wazee wetu tuwaone leo, walikuwa na gari yao special na leo wamechukua usingizi special, lakini huenda akawa wameamka kuchelewa. Watafika masaa yao ama wakose kufika. Hata Thomas simuoni bibi yake kwa bwana ameenda panga alitoka huko jana. Najua jana tulikuwa huko baba, ile gari tulipitia hiyo zilipanga huko. So jana tulifika Tanzania, pale ilikuwa Tanzania kule mahali tulienda mpaka tukakona ile ilikuwa ukitoka tu pale ilikuwa na boda hii hapa. Kuna wengine walienda mpaka boda. Sasa jana kuna watu walienda mpaka Tanzania kwa sababu tulipitiana kule kabisa huko. Amen. So hizo ni shamra tu za kanisa na harusi vile ilikuwa, na mambo mengi zaidi hatutajieleza wenyewe. Utayaona katika mitandao yetu ya kijamii, na kuna wale watapewa picha zao na kuna wale watapewa videos ambazo watakuwa ni ukumbusho, wataipewa kwa flash. Sasa ukiwa na flash yako ama ukiwa na memory utakuwa unatazama ama udownload kwa YouTube. Kuna watu wangu wa huko mambo walikuwa wanatamani sana, hata tunaona mmoja anasema nilikojea hamu na gamu, lakini nikapata moja huko YouTube ambayo nilipost jana. Tena hiyo ni ile tu ya shamba. So tuombe tu Mungu ili atuwezeshe zile ibada zote zilizosalia, Mungu atuongoze na yale ambayo tumesalisha. Maana tunadaiwa fedha. Hii si asili ya uongo, si uongo, ni ukweli, na si asili ya ukweli, ni ya wazi. Sipendi uongo. Nilikuwa nataka kusema sipendi uongo. Tuko na deni. Na deni tulilo nalo, tuko na deni la 50,000. Alafu 50,000 plus 50 ambayo ni 15, hiyo inakuja pesa ngapi? 60 na ngapi? Alafu unaongeza ngapi? Ile ni ngapi? 30. 78 ambayo ni 80.
ongeza 10 ya John. Ile inakuja na ngapi? 90. Mafuta ama hii yote ilikuwa inaenda kwa ajili ya usafiri, na nimekuwa nikilia pale kwa mtandao nikiwaambia kuna mahali patakwama, nikalia sana. Kuna wale waliofungua masikio na kuna wale waliziba masikio. Sasa kama uliziba masikio, bado still nitakuongelesha. Amen. Najua kuna wale wanasema mlienda wenyewe, mlioenda mlipenda. Mimi sikuenda, lakini mambo ni mengi, naweza kuja patwa na jambo kakihitaji, so ni kusaidiana tu. Kuna vitu sitaki kuviombea hapa, maana nikiviombea nitahisi hata kutoka na machozi nasitaki. Lakini lengo letu ni tumalize kila kitu kiwe vizuri. Lakini kwa kweli kabisa, zile video zikitumwa na zile video zikitabiwa zikienda sasa kwa hiyo Citizen, unajua pale wale jamaa walikuwa wanataka kutangaza, wengine walikuwa ni warodio kaya. Ile gari ilikuwa ni yaani akaunti ya pale ilikuwa ile harusi inajulikana. Sasa walikuwa wanataka kusimama waulize kama maoni muonekane kwa TV, ni nani anaolewa, kwa mnaandaa harusi kubwa hivi. Time ndio haikuwa, lakini yule jamaa alikuwa tumepakana vizuri sana. Na hiyo ndio seti tai yako. Mimi ni mzee wa kanisa. Unaona hii bandari yote tumeandaa kama kanisa la Yerusalemu, lakini time haikupatikana. Lakini nao waliona hizo makamera, waliona hiyo mwandao hao, na mwingine akakuja akawa hawakujua kama mimi najua kiduruma. Hawakujua kama mimi ni kiduruma. Anaongea na yule kwanza, anamuuliza anawatuzalaje vibaya, mbona nakamataje vibaya? Jacob. Sasa kulikuwa na pasta pale, anauliza anawatuzalaje wewe, mbona nakamataje vibaya? Hakuwa ndo pala sasa hivi. Ndio msiba kama hivi. Usienda bei mbunge. Usiona hapo wewe ndio barabara kwa kama. Alafu nyingine ni kubiti kwa sababu zero, nyingine zero bei mara. Ni na mambo hata sema kalana. Sasa mimi na mambo yangu kwa akili yamenijaa. Siwezi cheka. Silikuwa tumepanga kule mbele madhabahu. Kuna mtu mmoja pale alikuwa sijui aliitwa sijui anataka kupiga burudani sijui MCA sijui unema. Yule aliongea. Sasa alikuwa amekaa pale. Yeye anaongea bila akili.
Amen. Sasa mimi ile suti yangu najua nilitengeneza mwenyewe. Ile suti nilitengeneza mwenyewe, hata hao waliona nikitengeneza na kila kitu. Mimi vitu zangu natengeneza mwenyewe. Wakaiongelea kwa Biblia, waliongelea bana sasa basi. Na basi pata koti za ndio ndio kama ile pikipiki. Nikiripa ndio yatojirika burudani ya. Karibu kusema ile pikipiki. Hawa na pesa pikipiki zisidia kweli. Hadi kuna ile umeelewa hiyo? Tukueleze. Anasema lakini Mungu ni mwema. Kitu tunafurahi, rekodi mlioiweka ni ya hali ya juu sana. Bali tulifika kuchelewa, lakini harusi ilifungika vizuri. Nilipenda yule pastor aliyefunga harusi, alipata protocol zote vizuri, akaheshimisha wazazi na alipata utaratibu mzuri. Lakini hao wengine walikuwa na wivu mbaya sana. Wale mapasta wadogo hata kama hapa mapasta sasa wakina Jeta nini hao walikuwa wanaumia. Hata wakambukiza pasta wao. Hao vijana wabaya. Wasema wewe pengine kulikuwa na mtu alikuwa amekatia. Akaona kwamba yeye alikuwa anajisifia, lakini kuna watu wanaostahili vizuri kupendwa kabisa. Sikufiti nyinyi vijana, vile mlivyotangaza. Umetangaza mimi niondoe harusi kule kila siku. Bwana mtapendwa na mtauliziwa na mtatafutwa, na kama mtatafutika mtapatwa hapa kanisani. Hawa mabinti wetu walikuwa wanaogopewa, maana gharama walionayo hao majamaa waliona hatutaweza hiyo gharama. Hebu angalia hizo pili. Alafu angalia ile migongo wazi ilikuwa jana. Hao jamaa walikuwa na kamata kwa migongo, walikuwa na kamata. Yesu walikuwa anashika huo mgongo. Amen. Lakini Beth aliongoza vizuri. Alafu kuna kitu fulani yani sijui ni nini. Hapa bado walikuwa wamejipanga wote yani. Alafu Merosi nilikuwa nakuona hapa nilipoona tofauti kule sijui patana nini. Bana nilidana na James lakini alisema hapana. Huko ni kwa wageni. Wakaitakamua. Hata wasichana wangu hapo. Wale jamaa walikuja wakasema, pastor, hii timu yako bana. Hii timu yako ni kali bana. Bwana, ama ni watu wa kufanya kukodisha. Na jamaa sema ameshika. Hii timu ni kali. Yaani na tena hawakutoa spedi zao. Kama mngepiga ile hawakuwekewa ile biti ya kurudi kama rudi nyuma. Pale hata hukucheza vile mnajua sio. Wewe waonyesha. Lakini sasa zingine unajua chakula kitamu. Huwa kinakuli. Ukitaka kuona kitu kitamani sana. Inakuwa una kafupi sasa watatamani kubwa zaidi. Unaona ile movie alafu imeisha bali
Tunaona vile kama kuna watu hapa wanapenda kufuatilia vipindi. Sasa pale unatamani iendelee. Kuna mama wengine pale walikuwa wanataka hata vijana. Unaona walikuwa wameziba njia na mteja anasema hivi kidogo. Hata walikuwa wajulikani kama madhabahu ni wapi. Baadaye madhabahu imefinika. Huko mbele hakuna watu mahali pa kupita. Wabosa wanafanya hivi kidogo wameziba. Kila mtu anakuwa maji. Na kulikuwa kumejaa. Nani? What like mteja alikuwa sawa. Mteja iko sawa yule. Alafu ile kama amevaa kama askari mwenyewe. Alafu anasimama kisoja. Look up. Lisa. Ukeni njia ni. Wako sawa yule jamaa. Peti mwenyewe. Nakwambia hata yule bwana harusi alikaa karibu anajikujia kwenye. Haya, na kijana unaona pale ile chama tunaingia. Watu wakatolewa karibu wote. Na bado walikuwa watu wengine hawataka kutoka. Nataka kuona kinaendelea. Wengine wanakwenda mpaka kwa dirisha. Kumejaa, mimi niko na stress zangu lakini. Walileta chakula nikakataa. Nijana sikula. Na nikahakikisha kila mmoja ameingia kwa gari. Sipokuwa bure yeye alibaki nyuma tu kwa sababu ya kwamba kuna kitu kilikuwa ananifuatilia. Nikauliza, tunaona niwatembelea nyote. Amen. Mahali palitokea mistake na ni basi. Na kawaida ukipata kwa basi huwa inakuwa hivyo. Na ndio maana niliona. So, baada ya alipata basi nisameheni kwanza. Alafu ninaomba apologies tena. Kwa sababu mafuta yalikuwa makubwa. Alafu baada ya kwanza niliona dalili dereva alikuwa. Na miguu simu natoa mazito. Baba mmekwenda hapa dereva hakuna. Mulipofika Msambweni. Lakini tukafanya mambo. Alafu uzuri ni kwamba tuliwaacha nyuma mkaja mkatupita. Amen. Na ile gari ndio ile basi ndio ilikuwa imebeba. Ile gari ilikuwa imebeba. Haya, kitu kingine nataka kukiongelea sasa kwa mwisho. Yule fundi amenipigia simu. Nikamwambia njoo kanisani. Akija tupambane naye. Enda aregeshe pesa ama tumfungulie mashtaka. Maana yeye anadai lakini hajui alikosea wapi. Yeye alikuwa chanzo cha kuzelewesha. Amen. Maana kuna wamama wamekasirika mpaka wa leo kwa sababu ya nguo zao. Na kuna watoto walilia sana. Na hao machozi yao waliyoyatoa nikafanya mambo mengine. Sababu wenyewe walikuwa wanataka nguo zao. Na walikuwa wamejipanga. Kitu kilichoniumiza zaidi ni zile nguo za hao watoto ambao wanapeleka walikuwa wameandaliwa pesa. Nilimuuliza hivi wewe una akili nzuri kwa? Yaani akili zako zinafanya kazi kabisa. Sasa akikuja naomba akuje mapema nimweke huko mbele.
Kama kuna nywele anyolewe kipara. Amen. Haleluya. So Mungu akawabariki kwa rekodi ambayo tuliweka. Ilikuwa ni rekodi nzuri sana. Yake bibi harusi kusokuja, maana amechoka, na sasa ni siku yake ya kufurahi usiku na mchana. Sawa? Mbona useme kweli? Ni siku yake ya kufurahi usiku na ambapo wewe unatamani yeye anafurahi. Sasa kama chakula wanabaki mwenzako anacho tayari. Nasema siku moja nikipata samaki mimi nitakula, sasa mwenzako ndo amepata zaidi. So ni siku yake. Hata wakosa kuja karibu mwezi mzima. Ni sawa. Amekuja kama bibi yako na mimba, ni furaha. Amen. So nilipofika kule nilijuana na watu wengi, kaonana na Mama Kerecho. Mama Kerecho alikuwa mtoto mdogo sana. Mama Kerecho mwenyewe hapa. Kadogo sana. Kamu kabar. Kamu liponaje huko? Ili pale ndani kwa huko stili yangu. Hata akitembea na leto vizuri za ndani mtu anakuja. Ni kama vile Magdalena na kale ka sasa. Kwani sasa naye pia ametoka? Mpaka wakina Naomi. Kesho ni shule. Oh my Lord. Ni sawa kabisa. Sasa ule urembo wako unatolewa. Wewe wako shauri wa ndani. Pole. Hao wengine walijua. Sawa. Na mkasisitiziwa kwamba Reto mamaka alitamani yale pia. Amen. Mwe naye makini. Amen. Pengine tutaongea baadaye. Na niko na request baada ya ibada ya viongozi tubaki. So request hii itakuja kwa pastor, itakuja kwa mama maombi, kwa patron Muli Emmanuel Munga pamoja na Magdalena na wengineo. Haleluya. Oh man. Taifa. Kuna mmoja anafunga pale. Tunafanya sasa. Wacha tukuje kwa neno fupi basi.